Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Leo tunajifundisha alama zinazokuwepo katika Qur'ani na maana zake. Alama zilizopo katika Qur'ani na maana zake. Baada ya zile alama tulizoziona jana za visimamo, leo tutatizama alama zengine ambazo zimo katika Qur'ani. Inawezekana mtu ukasema labda ni marembo tu, ukawa hujui ni nini maana yake, au wakati mwingine kumbe umewekewa ni alama hapo ufanye kitu fulani, wewe usipokifanya utakosea. Tunaelewana? Utakosea. Sasa kwa kuwa hujui, hebu kuwa makini kuelewa hizi alama. Alama zenyewe hizi kwa leo tunasoma tatu. Kuna hii. Maana zake hizi hapa. Alama ya kwanza ni hii sufuri iliyo mviringo kabisa. Sufuri iliyo mviringo. Hii inawekwa juu ya herufi. Inawekwa juu ya herufi, mfano herufi kama hii. Herufi kama hii alifu inawekwa sufuri ya mviringo hapa hivi. Ya mviringo kabisa. Iliyo ya mviringo, au wau inawekwa sufuri ya mviringo hapa. Au ye inawekwa sufuri ya mviringo hapa. Maana yake nini hasa? Anasema ikiandikwa juu ya herufi hizi tatu, hii sufuri ya namna hii ikiandikwa juu ya herufi hizi tatu, alifu, wau na ye, kama hapa tulivyoziandika, ikaandikwa sehemu kama hiyo kwenye Qur'ani, ukasoma ukawa unakuta vile, basi herufi iliyowekewa alama hiyo ya sufuri ya mduara haisomwi. Herufi ile iliyowekewa sufuri hiyo haisomwi sawa ukiunganisha, yani lile tamko ambalo lina herufi hiyo ambayo imewekewa sufuri, kuliunganisha na baada ya tamko lile, au ukisimama kwenye herufi hiyo, au ukasimama kwenye ile herufi yenyewe iliyowekewa kisufuri hivi. Kwa hivyo uunganishe au usimamie pale kwenye herufi hii, haisomwi. Tunaelewana? Haisomwi. Utakuja kuona kwenye mfano. Utakuja kuona kwenye mfano. Wad'u da'iratin khaliyatil wasati hakadha, ni imewekwa duara lisilo na kitu katikati, kama hivi. Kama hivi hapa. Unaona hii? Hapa iliko hii kalamu hii, hapa kwenye kichwa ka kalamu hapa. Hapa. Hapo inawekwa duara kama hii. Kama hii. Hii. Inawekwa duara kama hii, wa fauqa ahadi ahrufi al-illati ath-thalathati al-mazidati rasman yadullu ala ziyadati dhalika al-harfi. Duara hiyo inawekwa juu ya herufi tatu ambazo ni alifu, wau na ye. Herufi tatu ambazo ni alifu, wau na ye. Wenyewe wanaziita, watu wa somo la nahwu wanaita hurufu al-illa. Sasa herufi hizo tatu juu yake zinawekewa kisufuri kama hiki, naonesha hiki
kisufuri kama hiki. Fala yuntaqu bihi, hiyo herufi iliyo na kisufuri hiki haitamkwi. Fil wasli, wakati wa kuunganisha, wala fil waqfi, wala wakati wa kusimama pale pale haisomwi. Mfano amanu, sasa hii alifu hii hapa, hii haisomwi chochote, hii ina kiduara hicho hapa. Bila niweke hii kalamu hapa ili muweze kuiona, ni zoom hiyo kichwani mwa hiyo kalamu, unaona kuna kiduara hicho hapa kwenye tamko hili amanu. Sasa kiduara hiki kilicho juu ya alifu, hii alifu haisomwi. Uunganishe au usimame hapa, hausomi. Unaweza kusema kama utaunganisha na maneno mengine kabla ya haya, illa alladhina amanu wa amilu, hii alifu hapa ilipo haisomwi chochote. Au kisimama hapo amanu, hii alifu haisomwi chochote. Kilichotujulisha kuwa haisomwi ni hiki kisufuri cha mviringo. Mfano mwingine, yatlu suhufan mutahhara, lam yakuni hiyo hii alifu hii hapa, hii haisomwi chochote, ina kiduara cha mviringo hiki. Yatlu suhufan mutahhara. Kwa hiyo ndugu Muislamu, uwe makini sana na vitu kama hivi, haviweki kwa ajili ya urembo, hapana. Hata hizi fatha mbili hizi zina maana yake, tutafika polepole huko, tutakuja kukuelewesha kwa nini fataha hii imekaa hivi, hizi fatha mbili zimekaa kwa kupishana, utakuja kuelewa kwa mbele. Mfano mwingine wa hiyo, kuna la a, lakini kuna alifu hapa ina kiduara hiki, haitosomwa chochote hii alifu, ingawa iko hapa. Ipo hii alifu ya namna hii, au herufi hizi zipo kwa maslahi ya utaratibu wa kuandika. Wanazuoni wa taaluma ya maandishi ndio lazima vitu hivi viwepo kwa taaluma yao ya uandishi, lakini katika kusomwa hii haisomwi chochote, ingawa ipo. La tunatoka hapa tunakwenda kwenye dhali, la adbahannahu. Hata hivi unaona hiki kidude kama hiki hivi, sio urembo huu, hii ni taaluma ya kusomea Qur'an. La adbahannahu, hii shadda pia sio urembo huu, vina maana yake. Hapa utaona huko tumeona ni alifu hii na kiduara, alifu hii na kiduara na mviringo, alifu hii na kiduara cha mviringo. Sasa tunakwenda, kwa kuwa ni herufi tatu, tunakwenda kwenye wao. Hii hapa ulaika, hatusemi ni tunatoka kwenye tunakwenda kwenye lamu. Ulaika, ingawa hapa pana wao, lakini ina kiduara cha mviringo. Hiki kiduara hiki cha mviringo ndicho kilichotuambia hii haisomwi. Min nabai, naona hii hapa ina duara cha mviringo, haisomwi hapa. Tutoka kwenye hii hapa mpaka kwenye lamu hii hapa. Min naba'il mursalin, tunasema min naba'il mursalin. Hatujasoma hii hatujaisoma chochote. Nyingine, banainaha biaid,
banainaha bi unaona yeye mbili, yeye hii ina sakina hii hapa. Tunafanya hapa yeye ya sakin kwenda kwenye, tukakuwa tunasimama hapa kwenye dali hii haisemi chochote. Tuko hapa tunapata madul lin, banainaha bi hii haiyasoma hii chochote. Hivi ndivyo maana ya hichi kisufuri cha namna hii cha mduara. Wacha tuone katika msahafu au katika Qur'ani moja kwa moja baada ya kuona hii mifano. Mfano ile kiduara cha sufuri ya duara hii hapa. Sasa kiduara hiki hapa, hiki ni kiduara, lakini sicho tunachozungumza sasa hivi. Hiki ni baada ya tukimaliza kusoma hiki ndo tutasomesha hiki. Utaona hata umbile la hiki na hiki tofauti. Sasa tunazungumza hiki kiduara cha kama kiduara cha mviringo. Sasa utakaposoma kutokea hapa kuelekea huku, hii haisomwi kwa kuunganisha. Hata ukisimama haisomwi. Qawarira min fidda, qawarir. Ukisimama hapa kwenye re, hii haisomwi, sio qawarira. Qawarir unasimama. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Hiyo ndiyo kiduara cha mviringo. Hiyo ni alama ya sifuri ya mviringo inayowekwa juu kwenye Qur'ani, juu ya herufi zile tatu. Maana yake herufi hizo hazitosomwa ukiunganisha au ukisimama, hazisomwi. Alama ya pili ni sifuri iliyo na umbile kama yai, sio ile mduara, umbile kama yai. Sufuri iliyo umbile tofauti na ile ya kwanza, umbile lake liko kama yai. Hii inawekwa juu ya alifu, hii inawekwa juu ya alifu, hivi. Inawekwa namna hii. Sasa hii ni tofauti na hii. Hii ni mduara, hii ni mduara lakini wa umbile kama la yai. Tunaelewana? Sasa hii ina maana nyingine tofauti na ile ya kwanza. Inawekwa juu ya alifu, maana yake haisomwi. Maana yake hiyo alifu haisomwi. Haisomwi hiyo alifu kama utaunganisha. Yani hiyo alifu kama utaiunganisha na neno lilo baada ile alifu, haitosomwa hiyo alifu kabisa. Kama utasimama kwenye hiyo alifu, basi utaisoma kwa kuivuta ile alifu. Yani ikiwa ni mduara ambao uko na umbile kama yai, ukiunganisha neno lililo na alifu ya namna hii na mduara wa sampuli hii, ukiunganisha na mbele, hii alifu haisomi. Lakini ukisoma ukaja ukaishia hapa, hii alifu inasomwa kwa kuivuta. Sawa? Kama mfano, faqala ana rabbukumul a'la. Faqala katika surati an-Nazi'at, faqala ana lakini ukifaqala ana, faqala ana, kama utasimama pale, basi ina maana hapo utaivuta. Lakini kama utaunganisha, hii haivutwi. Sawa sawa? Umbile ni sufuri, lakini limekaa kama yai, ingine imekaa sufuri kama sufuri. Haya, hiyo ndiyo alama ya pili kwa leo. Sasa tunajifunza duara na alama ya aina ya pili. Hii hapa duara yenyewe ni kama hii hapa, hii. Wa wad'u da'iratin qa'imatin mustatilatin khaliyatil wasati hakadha. Hii duara ya pili hii imewekewa
alama ya duara yenye msingi wa umbile mustatili au kama umbile la yai, sio kama ile duara ya kwanza imewekewa hivyo na ndani hamna kitu ya hilo duara, kama hapa duara hili unaona lilivyo, na ukiangalia duara la kwanza unaliona liko tofauti na lile la pili. Duara hili lililo na umbile kama yai hili, na lenyewe lina sheria zake na namna yake unapolikuta limeandikwa juu ya herufi ambazo ndio aya za Qur'an. Wanatufunza na kutuelekeza hapa, anasema fauqa alifin, duara hii la umbile kama yai linawekwa juu ya alifu tu, kule inawekwa juu ya herufi tatu, lakini hapa inawekwa kwenye alifu tu. Hautoisoma wakati wa kuunganisha la waqfan, lakini wakati wa kusimama pale utaisoma. Mfano, ana khairum min, utaona hii hapa alifu hii hapa alifu hii na sufuri hii hapa, bili tuizumu ione kwenye kakichwa hako ka kalamu. Alifu hii hapa, hiyo hapa alifu nini, alifu hii haitovutwa, haisomwi. Sufuri hii ndio inatukataza hii tusivute. Utasema ana khairum min, ana khairum min, sio ana. Hapana, haisomwi hivi. Kilichotuonesha kwamba hapa panakatazwa kusoma ni sufuri ya iliyo na umbile kama yai. Mfano mwingine hapa, lakinna huwa Allahu rabbi, lakinna huwa Allahu rabbi. Sasa hapa hatusemi lakinna, la hasha wakalla, lakini tukisimama hapa tunasema lakinna, tukiunganisha hii haipo, lakinna huwa Allahu rabbi. Kwa hivyo hapo alifu inakuwa haisemwi kabisa. Yake kuna herufi ya sukuni haitowekewa tena, ile sufuri kama hii haitowekwa kwenye alifu ambayo kweli ilikuwa iwekewe sufuri kama hii, lakini baada yake kuna sakin, hiyo sukuni, hiyo duara haitowekwa. Mfano, ana, hii hapa alifu hii ni sawa sawa na hapa ana, na hapa sawa sawa na hapa, lakini baada ya hii alifu kuna alifu ya sakin, kuna lamu hapa. Sasa kwa kuwa zimekutana kama hivi, ile sukuni ya ile duara ya umbile kama yai halikuweko hapa, lakini pamoja na kuwa hakuweko, hii haisomwi kama hii. Kwa hiyo utasema ana nadhir, ana, sio anana. Hapana, sio hivyo. Katika surati al-Insan ambayo tulikuwa tumeangalia mwanzo, tukaona ile mduara huu hapa ambao wa mviringo huu, hii ukisoma kuanzia hapa ukiunganisha hii haisomi, hata ukisimama hapa haisomi. Lakini kuna mduara huu hapa, huu uko tofauti na huu. Mduara huu ndio wenye umbile kama la yai. Huu ndio tuliosema ukisimama hapa unasomwa huu, lakini ukiunganisha hausomi, ila ukisimama hapa unasoma. Huu hapa ukisimama ukiunganisha hausomi. Kwa hiyo mtu akisoma hapa Qur'an, wayutafu alaihim bianiyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ukisimama hapo unavuta hii, kwa sababu duara hii ukiunganisha ndio haitosoma hii alifu, ila ukisimama unaisoma. Kwa hiyo ni hivyo, lakini ukianzia hapa ukaunganisha mpaka hizi wa akwabin kanat qawarira min fidda, zote hatukuzisoma kwa sababu tumeunganisha. Hii hata ukisimama hapa hauisomi, hii unaisoma. Sehemu nyingine katika surati an-Nazi'ati,
hii hapa. Hii hapa unaona duara iko kwenye alifu, duara yenye umbile kama yai. Faqala ana ra, sio faqala ana. Ama ukisimama hapa unaivuta faqala ana, lakini kama unaunganisha haisomwi, kwa sababu duara hili tumefahamishwa kwamba ukisimama utaisoma, lakini ukiunganisha hii haisomwi. Faqala ana rabbukumul a'la, faqala ana rabbukumul a'la. Hapa tutoe angalizo, msije mtu akapotea akaja akaona na hapa panahusika kama tulivyosema. Hapa katika suratul Mulk tabaraka, mstari wa 1 2 3 4, mstari wa 4 kutoka chini, ambayo ni aya ya 9 hapa. Qalu bala qad ja'ana, hii hapa ana hii hapa, hii sio ya si na ya ana. Hii inavuta kwa sababu si sawa na hii hapa, si sawa na hii hapa. Hii ana kwa maana mimi, hii sio hii. Qul innamal ilmu inda Allahi wa innama ana nadhirun mubin. Hii usije ukapotea ukaona na hii nayo haivutwi. Hii hapa inavutwa na wala haina maana ya ana kwa maana mimi. Hapa hapana. Hapo unasoma qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna